Sasa nitoe maelekezo kwa wakuu wa mikoa wote kuzisimamia halmashauri zote kuwa na siku moja ya kusikiliza malalamiko ya wananchi kwenye kata. Yaani mkurugenzi identify kwenye wiki 52, wiki ya kwanza ataenda kata gani na CMT yake, waende wakasikilize matatizo ya wananchi kwetu. Ikiwezekana kila Jumatano ya wiki waone ni siku bora ya kwenda kuwasikiliza wananchi matatizo yao kule kwenye level ya kata. Kule ni rahisi wananchi walioko kwenye vijiji vinavyozunguka kata ile kufika katani na kusikilizwa na viongozi wa halmashauri akiwemo mkurugenzi na wakuu wake wa idara wote. Hili tukiweza kusikiliza na kutatua changamoto zile, tutawapunguzia viongozi wetu wa juu kero ambazo wanakutana nazo. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kweli, kwa hili amelifanya kwa moyo wake wote, na tunaona namna gani ambavyo watu wanatoa yale walionayo na anarejesha tabasamu kwa wananchi. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo sasa, wakuu wa mikoa, simamieni swala hili kwenye level hiyo ya halmashauri, watenge siku moja kila juma wahakikishe kwamba wanakwenda kusikiliza kero za wananchi. Niendelee kusisitiza maelekezo aliyotoa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Ametupa miezi 6 kwamba kila shule isiwe na swala linaloitwa hakuna choo cha wanafunzi, hakuna choo cha walimu. Tumepewa miezi 6. Unafahamu maana yake yale maelekezo ya Waziri Mkuu ni kwamba ninapimwa mimi, anapimwa katibu mkuu, anapimwa DEA, anapimwa na IO, anapimwa afisa elimu sekondari ya halmashauri, anapimwa afisa elimu sekondari wa msingi. Ninawaomba sana, amezungumza nadhani ni Mwanitoba Daktari, kwamba mnapofanya vizuri, ndugu zangu, mnafanya mimi nifanye vizuri. Ndugu viongozi, pamoja na juhudi kubwa ya serikali na juhudi ambayo Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan ameendelea kuifanya, nasi tuangalie kuna changamoto ambazo ziko ndani ya uongozi wetu. Mojawapo changamoto kubwa ni kumomonyoka kwa maadili katika jamii zetu. Sisi walimu tumepewa kazi kubwa ya kuilea na kuilinda jamii. Kwa hiyo tuone namna gani nzuri tunaweza kupunguza ama kuondoa kabisa mmomonyoko wa maadili katika jamii zetu. Tunapowalea vizuri vijana wetu, maana yake tunakwenda kuwa na jamii ambayo ina maadili mema. Tunazungumza tehama. Tehama hii bado na yenyewe ni changamoto kubwa. Leo hii ukifika nyumbani kwako, wakija likizo wa vijana ambao nyinyi ndio mnakaa nao sasa kwa muda wote, wanaporudi pale nyumbani, kila mtu akichukua simu pale nyumbani, mnaweza msiongee. Kwa hiyo tumekuja na hii kauli mbiu nzuri sana ya swala la tehama, lakini vile vile tuje na namna ya matumizi bora, si kwenye ufundishaji tu, si kwenye maendeleo ya elimu tu, lakini pia kuwafundisha vijana wetu namna bora ya kutumia tehama, hata huko kwenye social media.